sauti ambayo hatujawahi kusikia. Tumia maneno ambayo Bwana ni malaini na mepesi, ambayo mioyo yetu inaweza ikasikia na ikaelewa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami nasimama kama mtumishi wako Bwana, nikiomba Baba, pasipo na hata mmoja Bwana atakayetoka kama alivyoingia, katika jina la Yesu Kristo. Na kanisa zima tumpigie Yesu makofi sasa. Mpigie Yesu makofi. Amina. Kristo asifiwe. Nasema Kristo asifiwe. Amina, watu wa Mungu. Kipekee kabisa, kabla ya mambo yote, nipende kushukuru sana Mungu kwa kuweza kunipa nafasi ya kuweza kusimama mahali hapa. Nafasi ya pekee sana. Mchungaji, kwa kweli nikushukuru sana kwa hii nafasi ya upendeleo ambao umeweza kunipa kuweza kusimama katika kanisa ambalo Mungu amekupa kuchunga katika majira haya. Nikushukuru, nikupongeze kwa kweli kwa kazi nzuri ambayo umefanya mahali hapa. Hakika kwa kweli tunahitaji kumshangilia Yesu kwa ajili ya mchungaji wetu. Anafanya kazi nzuri mahali hapa. Lakini nisiache kuwashukuru sana kuanzia katibu wa kanisa na viongozi wote wa kanisa kwa namna yote ambao wanaendelea mahali kwa kazi ya Mungu. Nisiache kushukuru sana idara ya watoto, ninakuanzia kwa mwenyekiti pale kwa nafasi ya mahali hapa. Lakini nisiache kushukuru pia wale walimu wao. Na kipekee nishukuru sana dada Jackie Mturo kwa nafasi ambayo aliweza kutupa tukaweza kutumika pamoja. Tuwapigie Yesu makofi kwa ajili ya. Sasa kwa dakika chache nataka nishare kitu kimoja. Kwa wale ambao mnafuatilia huduma mbalimbali ambazo zipo hapa Tanzania, mtafahamu wazi kabisa katika kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 kwamba kuna wengine aliwaita kuwa mitume, kuna wengine aliwaita kuwa manabii, kuna wengine aliwaita kuwa wachungaji, kuna wengine aliwaita kuwa wainjilisti, na kuna wengine aliwaita kuwa walimu. Amina, watu wa Mungu. Na kwa Tanzania tuna hizo huduma zote. Katika kipindi hiki zipo huduma zote. Kuna watu ambao wanatembea katika neema ya mitume na wanafanya kazi yao vizuri. Kuna watu wanatembea katika unabii na wanafanya kazi yao vizuri. Lakini pia kuna watu wanatembea katika huduma ya kichungaji na wanafanya kazi yao vizuri sana. Lakini pia wapo ambao wanatembea katika huduma za uinjilisti, wanafanya vizuri, lakini pia katika walimu pia wanafanya kazi vizuri. Kwa neema ya Mungu, mimi amenipa nafasi ya kuwa walimu. Amina, watu wa Mungu. Kwa mimi nitafundisha zaidi. Amina, watu wa Mungu. Kwa wale ambao hamnifahamu kabisa, kwa majina ninaitwa Mwalimu Prince Matoro, natokea Kilimanjaro, ila kwa sasa hivi nipo Dodoma kazi, na ndipo ambapo tunafanya kazi ya kutumikia Mungu pamoja na shughuli zingine za serikali. Basi naomba tuanze kwa kusoma neno kutoka katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 19. Mathayo sura ya 19 mstari wa 14. Mathayo sura ya 19 mstari wa 14. Mathayo 19 mstari wa 10. Mathayo sura ya 19 mstari wa 14, neno la Mungu linasema: Lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Amina, watu wa Mungu. Somo ambalo nataka kufundisha kwa dakika hizi chache lina kichwa kinachosema elimu za kuanza kumfundisha mtoto akiwa mdogo. Elimu za kuanza kumfundisha mtoto akiwa mdogo. Elimu za kuanza kumfundisha mtoto akiwa mdogo. Na kama tulivyokwisha kusoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 14, ni mstari ambao tumekuwa tukiufahamu mara kwa mara kwamba Yesu akisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa ndugu wa shirika la Wakristo wote ambao tumekusanyika katika Jumapili hii ya leo, ndani yako nataka tujaribu kuweka msingi wa hichi kitu ambacho kinaweza kikaweka kuwafundisha watoto vitu
ya msingi tokea wakiwa wadogo. Ukisoma katika hichi kitabu cha Mathayo, ni kitu cha ajabu sana kusoma katika kitabu cha Mathayo, katika kitabu cha Luka, maeneo mengi sana ambayo yaliandika huu mstari wa kwamba Yesu aliwataka watoto waje mbele zake wasizuiliwe. Ni kipindi Yesu alikuwa anafundisha. Yesu alikuwa kwenye mahubiri kama hivi, anafundisha, anafanya ibada, lakini ghafla watoto wakawa wanataka kumfikia, wakawa wanataka labda kwa ajili ya kumgusa wengine wakawa wanataka kwa ajili ya kumshangaa tu, wengine wakawa wanataka tu kwa ajili ya kumsalimia. Tunafahamu ni watoto wanapokuwa na furaha wanapomwona Yesu akiwa anafanya kazi yake. Lakini ninachotaka ukipate kwa msingi sana mahali hapo, ilikuwa ni muda Yesu akiwa anafundisha. Hasa katika kitu cha msingi sana ambacho tulitegemea, kwa jinsi ya kawaida tulitegemea kwamba Yesu angesema watoto kwa kweli tunasumbua, naomba mkae kimya. Kwa sababu ni muda inafundisha. Ni muda inafundisha watu wazima, sasa hivi kuna watu 5,000, sasa hivi kuna watu 10,000, sasa hivi kuna watu wengi kabisa. Tulitegemea kabisa Yesu angeanza kabisa watoto kwa sababu walikuwa wanasumbua wakati huo. Lakini baadaye ndio kile wazee wa kanisa wa kipindi kile na Petro na watu wanaofanya kazi mahali waliona hilo jambo. Wakaona kabisa mkutano wa Yesu na kuendelea mahali hapa, kuna namna hao watoto wanaweza wakaleta vurugu kama baadhi. Na wakiangalia kifuatia kazi injili nyingi ambazo zimejaribu kuandika mstari huu, mafundisho aliyokuwa akifundisha Yesu wakati huo kiukweli yalikuwa kama hayawahitaji sana hao watoto. Kwa sababu sehemu zingine wanaona kabisa alianza kufundisha kuhusu swala la ndoa. Kwa hiyo kweli watoto walikuwa hawahitaji hiyo. Sehemu zingine alikuwa anafundisha masuala ya kodi na masuala mengine ya namna mbalimbali. Kwa hiyo wakati huo watoto walikuwa hawahitaji sana mafundisho hayo. Lakini mwisho wa siku, pamoja na nguvu nzuri zilizokuwa zinaendelea mahali hapo, bado tunaona watu wa Mungu Yesu akitoa nafasi akisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Sasa maana yake ni nini watu wa Mungu mahali hapa? Kama Yesu alikuwa anafundisha na akaona watoto wanataka kumfikia wakati anafundisha, maana yake lazima tuwe na mafundisho maalum kwa ajili ya watoto. Hamina, watu wa Mungu. Kwa sababu mafundisho aliyokuwa anafundisha wakati huo kiukweli yalikuwa hayawahusu watoto. Lakini watoto wale walikuwa wanatamani sana kumfikia Yesu. Lakini kwa sababu ya mazingira yaliyokuwepo mahali pale, ilikuwa ni ngumu sana kumfikia. Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Sasa katika muda huu nataka kutaja mafundisho machache tu ambayo yanaweza yakakusaidia ili uweze kumsaidia mtoto wako akiwa kuanzia anapoanza kuwa mdogo. Somo la kwanza kama mzazi ambalo natamani kwa kweli mtu wa Mungu uanze kufundisha watoto wakiwa wadogo. Uanze kufundisha watoto wakiwa wadogo ni somo la kumcha Bwana. Hebu tuseme somo la kumcha Bwana. Tuanze sauti tusome somo la kumcha Bwana. Somo la kumcha Bwana. Ukisoma katika kile kitabu cha Mithali sura ile ya kwanza. Mithali sura ile ya kwanza mstari wa 7. Mithali sura ile ya kwanza. Mithali sura ile ya kwanza na mstari wa 7, na wa Mungu linasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Amina, watu wa Mungu. Tunaona maandiko yanasema wazi kabisa, Mithali 1 mstari wa 7, kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Sasa wazazi, katika jioni, katika asubuhi, nataka niweke kitu kimoja cha kukumbuka watu wa Mungu. Ni kweli katika kizazi chetu kuna vitu ambavyo tumefanya vikasababisha Mungu akatusaidia. Hamina, watu wa Mungu. Kuna vitu ambavyo tumefanya vikatusababisha Mungu akatusaidia. Saa zingine yumkini tulifanya maombi ya kufunga sana ndio Mungu akaingia katika maisha yetu. Amina, watu wa Mungu. Saa zingine yumkini tulifanya maombi ya kukesha usiku tukimlilia Mungu ndio Mungu akaingilia katika maisha yetu. Sasa watu wa Mungu, moja ya kitu ambacho tunatakiwa tuanze kukifundisha kuanzia watoto wakiwa wadogo ni zile siri zilizofanya sisi tukafanikiwa katika Kristo. Amina, watu wa Mungu. Kama ni swala la maombi ya kufunga, ni swala la kwanza kuwafundisha wakiwa wadogo.
Kama ni swala la maombi ya kukesha, tunakesha usiku tunamlilia Bwana, ni swala la kwanza kuwafundisha ukweli tokea wakiwa wadogo. Na watu wa Mungu hatutaki kuonyesha huruma katika kizazi hiki. Amina, watu wa Mungu. Tunafahamu wazi kabisa kuna dini zinafundisha kutunga watoto wao tokea wakiwa na miaka 5. Amina, watu wa Mungu. Tokea wakiwa na miaka 5. Amina, sisi tunawaombea Mungu. Amina, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Amina, sisi tunawaombea huruma. Ni kweli saa zingine wakija labda kwenye maombi ya kukesha saa zingine wanasumbua, ni kweli. Lakini nataka utafakari mstari. Kati ya mafundisho mbalimbali Yesu aliyokuwa nayo, bado aliwaita watoto. Maana yake alitaka wewe mpango, pamoja na kwamba tutaipata zingine, lazima kuwe na mpango maalum. Hata kama ni maombi ya kesha, hata kama ni maombi ya kitu kingine, na watoto nao washiriki kutokana na kiwango chao. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini sana watu waanze kufundishwa tokea wakiwa wadogo, kwa sababu tukichelewa tukaanza kuwafundisha wakiwa wameshakuwa watu wazima, inakuwa ni ngumu sana kuwakuza. Amina, watu wa Mungu. Jambo la pili, elimu ya pili ambayo natamani kwa kweli, elimu ya pili ambayo natamani tuanze kuwafundisha hawa watoto tokea wakiwa wadogo. Elimu ya pili ambayo natamani kwa kweli tuanze kuwafundisha tokea wakiwa watoto ni elimu ya kuhusiana na watu kimkakati. Elimu ya kuhusiana na watu kimkakati. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Elimu ya kuhusiana na watu kimkakati. Watu wa Mungu, moja ya jambo ambalo lazima tukubali, hatukuitwa kuhusiana kuwa na marafiki kila mtu ambaye atakuwa uwe nao. Amina, watu wa Mungu. Lazima uwe na marafiki kimkakati, kwamba huyu akiwa rafiki yangu atanifikisha mahali fulani. Sasa ni mambo muhimu sana, hasa kwenye mazingira ya kanisa, kuwafundisha kitu hiki cha malaika, kwa sababu saa zingine watu tunaamini kabisa kwamba apenda watu wote. Ni kweli, penda watu wote. Amina, watu wa Mungu. Wakuwe na upendo wa watu wote, lakini si kila mtu anatakiwa awe rafiki yako. Ndio sawa. Si kila mtu anatakiwa awe rafiki yako. Sasa jambo ambalo tunaliona mahali hapa la msingi sana ni kuwafundisha tokea wadogo kuhusiana na watu, kuwa karibu na watu kimkakati. Kwa sababu kama unataka mtoto wako awe anafanya vizuri darasani, amina, watu wa Mungu, maana yake akiwa karibu na wale watu ambao wanafanya vizuri darasani, ataenda katika hiyo njia. Kama unamwangalia huyu mtoto, unaona kabisa huyu bwana kwenye biashara anaweza kitu vizuri. Kristo asifiwe. Anaweza kufanya biashara na kuleta matokeo mazuri. Akianza kuhusiana vizuri na watu ambao wanajua biashara mapema, utakuta hiyo njia kwake inaenda vizuri. Kristo asifiwe. Huyu kwa kweli anapenda mambo ya kanisani, anapenda mambo ya Mungu sana, anapenda mambo ya huduma sana. Akianza kuhusiana na watu ambao wanapenda vitu vya Mungu, njia yake itatoka kirahisi sana. Sasa ni jambo ambalo lazima watu wa Mungu tuanze kulifundisha kwa watoto tokea wakiwa wadogo. Wasikae na kila mtu. Sasa zingine wanakaa na watu wengi sana ambao kiukweli hawana ile ndoto walionayo. Tusome katika kile kitabu kimoja mahali hapa. Katika kile kitabu mahali hapa cha Mithali sura ya 18 mstari wa 24. Mithali sura ya 18 mstari wa 24. Mithali 18 mstari wa 24. 18 na mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini huyo rafiki apatanaye na mtu kuliko Mungu. Hamina, watu wa Mungu. Ni mstari ambao tunafahamu kabisa kwamba ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Watu wa Mungu,
kuna tofauti ya kumpenda kila mtu na kila mtu kuwa rafiki yao. Amina, watu wa Mungu. Unaruhusiwa kupenda kila mtu, hiyo ni amri ya Kristo kabisa. Lakini mtu kuwa rafiki yako lazima uwe mchaguzi sana. Biblia inasema wazi kabisa, mtu aliye na marafiki wengi ni kwa uangamivu wake. Unaweza ukawa na marafiki wengi sana, lakini kiukweli saa zingine hawana kile kitu ambacho wewe umebebeshwa. Kwa mwisho wa siku unajikuta kwamba wanakuvuta kwenye njia ambayo si sahihi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sio kwamba ni wabaya, ni marafiki sahihi kabisa, tena wana hofu ya Mungu, lakini kwa sababu kwa kweli hawana kile kitu ambacho wamebebeshwa, kuna namna ambayo unakuvuta katika njia isiyo sawa. Labda nitoe ushuhuda mmoja utakusaidia kwa wale ambao na watoto ambao ni watumishi. Kama nilivyokuwa kusema, Mungu amenipa neema kutembea katika huduma ya ualimu. Ninapenda kila mtumishi kwenye kila huduma. Amina, watu wa Mungu. Lakini kuna kitu Roho Mtakatifu alisemeshaka kuhusu huu sana. Amina, watu wa Mungu. Watumishi wote wanaweza wakawa na huduma na wote wameitwa na Mungu, lakini kuna mikazo ambayo anatembea nayo mtu mwenye huduma ya ualimu. Tunaenda sawa sawa? Sasa unapokuwa na marafiki na watu wenye huduma zingine, ukaweka sana karibu yako, sio kama hawajaitwa na Mungu, wameitwa na Mungu kabisa, lakini usipokuwa makini unaweza ukajikuta umeacha ile huduma uliopewa, unaanza kutembea kwenye mikazo mingine. Amina, watu wa Mungu. Uwezi ukasema kwamba una huduma ya ualimu, ndio maana kama uona wataniambia, uwezi ukasema una huduma ya ualimu halafu kwa kufundisha kwa watumishi. Ukasema kwa hiyo na huduma ya ualimu Mungu ameniita, leo naongoza maombi mwanzo mwisho. Kitu sahihi, unasema utakatifu anaweza kusemesha kitu cha namna hiyo. Lakini kama Mungu amekupa nafasi kama mwalimu, msisitizo wa kwanza kwako ni kufundisha, si kitu kingine. Amina, watu wa Mungu. Sasa ukiwa na marafiki wengi, sasa hiyo wanaweza kukuvuta ukajikuta umeacha ule msisitizo wako asili. Kwa hiyo wewe kama ni daktari, wewe kama ni mfanyabiashara, kuna namna unahitaji marafiki ambao wanaendana na wewe. Lazima ujifunze kukaa na watu kimkakati. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Nasema Kristo asifiwe. Lakini elimu ya tatu ambayo nataka tuiangalie mahali hapa, ni elimu ya fedha na uchumi. Elimu ya fedha na uchumi ambayo kwa kweli natamani anza kuwafundisha watoto wako tangia wakiwa wadogo. Elimu ya fedha na uchumi. Hapa naomba nikutajie vitu vya msingi tu ili tuweze kufanya jambo la msingi liloko mahali hapa. Elimu ya fedha na uchumi mahali hapa. Watu wa Mungu, nataka niwaeleze watu kidogo. Ni vizuri sana hasa kwa wale ambao wanafanya biashara, anza kuwashirikisha watoto wako mapema. Moja ya kitu ambacho maandiko yanasema hivi, enendeni kwa wana wa kizazi, wana wa ulimwengu huu, kwa maana wao hutenda kwa busara zaidi kuliko wana wa nini? Wa Mungu. Maanake kuna watu ambao wako huko mtaani, kwa kweli hawamjui Kristo, hawana neema ya wokovu, lakini wanatenda kwa busara zaidi. Na Yesu anawaambia nendeni kajifunze kwao, kwa sababu kuna kitu wanacho. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Sasa kitu gani ambacho unaweza kujifunza? Angalia jinsi ambavyo wao wanaanza kufundisha kile kitu mzazi kinachomuingizia kipato tokea mtoto akiwa mdogo. Kwa hiyo mtoto mdogo anaanza kufundishwa. Kama ni biashara, utakuta likizo pamoja na mambo tayari hapa, lakini unapata shughuli unaenda kama katika eneo la biashara. Hamna kitu chochote anachofanya, hamna mahesabu yote anayojua, lakini ile
kuona ile mihangaiko ya mzazi, kuna kitu kinaanza kuingia ndani yako. Kwa sababu tumeanza kuwa na wingi kubwa sana, na watoto wengi wanakuwa hawapendi kile kitu mzazi anachofanya. Ni moja ya kitu tunachokita sana wale ambao tunazunguka. Na nimefanya vitu vingi, nimefungua vitu vingi, lakini watoto hawapendi kile kitu. Ni kwa sababu umewaacha mpaka wanakuwa watu wazima sana, wameshakutana na marafiki wengi, wameshawabadilisha na mawazo. Kwa hiyo inapofika mahali sasa wanakuwa kutoka kwa sababu kitu kwa kweli siwezi kuendelea nacho. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa kwenye uchumi kuna vitu vingi. Utaenda kusoma kwa wakati wako katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 25. Mathayo sura ya 25. Watu wa Mungu, kibibilia ni vizuri kabisa kuanza kuwafundisha kutumia hela vizuri. Mpe mtoto hela katika Jumatatu, mwambie baada ya wiki nimebakiza shilingi ngapi. Amina watu wa Mungu. Mpe hela kwa unampa kwa siku, unampa kwa wiki, unampa kwa wiki. Mwambie kwa kweli nimebakiza shilingi ngapi. Unaona familia zingine mzazi huwa anakaa na fimbo kabisa. Nitakuwa nakupa hela kila siku, alafu Jumapili sitokupa sadaka. Ni kitu kidogo. Amina watu wa Mungu. Unaweza kufikiri kwamba anaamini sadaka, lakini nataka kufundisha katikati ya kile ninachokupa, hakikisha umepata sadaka. Hakikisha umepata sadaka. Sitakupa pesa kila siku, hakikisha umepata sadaka. Sasa niona sasa hivi mzazi anakuja na fimbo Jumamosi. Nikupa hela wiki nzima. Umebakisha sababu ya kumpa Mungu kesho. Na kama hauna kwa kweli unapata fimbo vizuri. Ni kitu kidogo lakini kinaingia ndani ya maisha ya mtoto. Anaanza kukumbuka wazi kabisa, lazima nimwekee Mungu kitu. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Lakini hapo vile tuanze kuwafundisha kazi za malipo. Amina watu wa Mungu. Nataka nikueleze kitu kimoja. Kabla sijakuletea zawadi ya bibi leo, nataka unisaidie mama kuosha vyombo kwanza. Tuko pamoja watu wa Mungu mahali hapa. Ukimsaidia mama kuosha vyombo, ndio unapata bibi. Kwa mtoto anakuwa akijua wazi kabisa, ili nipate kitu lazima nifanye kazi. Kwa sababu tumezalisha kizazi hiki sana cha watu hawapendi kazi. Lakini watu wa Mungu, kwa sababu walipokuwa wadogo walikuwa wanapewa tu vitu. Kwa haijalishi ni zawadi ndogo, ndio kwanza mimi moja, kesho umefanya kazi. Ili kesho nikule zawadi nyingine, nikute umemwagilia na maua nyumbani. Watu wa Mungu, wazazi wenzangu, usikubali kutoa vitu bila mtoto kuwajibika. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi, Wathesalonike wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Sura vizuri pale, maandiko yako vizuri kabisa. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Maandiko yanasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba mtu ikiwa hataki kufanya kazi basi asile chakula. Kristo asifiwe. Anza kuweka ndani ya moyo wako. Mtoto kabla hujapewa kitu chochote, hakikisha amefanya kitu. Kwa anapokuwa mtu mzima anajua kabisa, sitaweza kupata kitu mpaka nimefanya kitu. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Nasema Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe sana. Lakini kitu kingine ambacho nataka nikiongelee mahali hapa, elimu ya 4 ambayo nataka kuangalia mahali hapa ya kuwafundisha watoto, ni elimu ya kukosa unachokitaka. Moja ya kitu cha kuwafundisha watoto tokea wakiwa wadogo, tuwafundishe sana kwamba kuna muda watakosa wanachokitaka. Moja ya kitu ambacho kwa kweli kinaweza kikawasaidia sana ni kuwafundisha kwamba watakosa wanachokitaka. Lakini nataka nijumlishe na hii elimu ya 5 mahali hapa, elimu ya uvumilivu pia. Tuwafundishe pia elimu ya uvumilivu. Elimu ya 4 elimu ya kukosa wanachokitaka, na elimu ya 5 elimu ya uvumilivu. Watu wa Mungu, ninajua tunaweza isieleweke, lakini tuchukue hili. Amina watu wa Mungu. Wazazi jamani, tuko mahali hapa. Inaweza kusieleweke sana hasa katika kizazi hiki, lakini ichukue kama hivyo. Kuna muda lazima uwafundishe watoto kwamba katika maisha haya kuna kukosa.
Kwa hiyo kuna saa unaweza ukawaambia nitakuletea zawadi, sio kama una hela umletee. Amina, watu wa Mungu, umletee. Kuna kitu kinatengenezeka ndani ya moyo wake huyo. Watu wa Mungu, kesi za watoto kujiua, kesi za watu kujiua zimekuwa nyingi sana mtaani siku hizi. Sababu ni nini? Ni kidogo tu, mtu amekosa kitu fulani, mtu amegombana tu na bosi, ameenda kujiua. Mtu amefanya kitu kidogo cha nadai, ameenda kujiua, kwa sababu ndani yake hakuwahi kufundishwa kwamba katika maisha haya kuna kukosa. Kwa ni vizuri kabisa waanze kufundishwa mapema kabisa. Kwa kweli katika maisha haya lazima kipindi fulani utaenda kukosa. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Utaenda kusoma katika kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7 utaenda kusoma huo mstari. Lakini pia utaenda kusoma katika Mithali sura ya 13 mstari wa 12. Mithali 13 mstari wa 12 inasema kilichotarajiwa kikawia kuja moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Elimu ya 6, nataka tufike mahali fulani pazuri kabisa. Elimu ya 6 ni elimu ya ufundi na ujuzi. Elimu ya ufundi na ujuzi. Moja ya elimu ambazo nimesema wazi kabisa ambazo unatakiwa uanze kuwafundisha watoto tokea wakiwa wadogo ni elimu ya ufundi na ujuzi. Hebu naomba wote tufungue katika huu mstari. Nataka tusome alafu tutafakari, alafu tuishie katika hapa tu, kwa katika kile kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 13. Samuel wa kwanza sura ya 13 mstari wa 19 mpaka wa 21. Samuel wa kwanza sura ya 13 mstari wa 19 mpaka wa 21. Tusome, tusikilize wote kwa makini. Samuel wa kwanza sura ya 13 mstari wa 19 hadi ule wa 21. Neno la Mungu linasema, basi hakuonekana mtu yeyote katika nchi yote ya Israeli, kwa kuwa Wafilisti walisema, Waebrania wasije wakajifanyizia panga au mkuki. Amina. Hapa kama nitafsiri kitu kimoja. Amina, watu wa Mungu. Tumeona wazi hapa kuonekana mbuzi katika nchi yote ya Israeli. Najaribu kufikiria kama kufikiria watu wa Mungu mstari vizuri. Amina, watu wa Mungu. Jamani, katika nchi nzima yote hakuna mtu ambaye alikuwa na ujuzi wa kutengeneza majembe, wa kutengeneza mashoka, wa kutengeneza vipuri, wa kutengeneza vitu vyote vinavyohusiana na chuma. Hiyo ni nchi ya Israeli. Hapa tunaambiwa watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu, tuko mahali hapa. Hapakuonekana mtu katika nchi nzima ambaye anaweza kutengeneza vitu vya namna hiyo. Tuendelee mstari unaofuatia kumtumisha Mungu. Lakini Waisraeli wote hushuka kwa Wafilisti ili kunoa kila mtu jembe lake na mundu wake na shoka lake na suluhu yake. Amina, watu wa Mungu. Tumeona wazi kabisa pale mwanzo hakuna mtu ambaye alikuwa na ujuzi wa hiyo kitu. Kwa hiyo ikapelekea nchi nzima wakitaka kunoa majembe waende kwenye nchi jirani. Amina, watu wa Mungu. Nchi nzima wakitaka kununua mashoka waende nchi ya jirani. Nchi nzima. Hili ni taifa ambalo ndio Mungu, sisi tunasema ni Mungu wa Israeli. Walikuwa na Mungu kabisa. Mungu wao ni Mungu anayepiga radi, ni Mungu anayepiga ngurumo, lakini kiukweli hawakuwa na uwezo wa kutengeneza mikuki, hawakuwa na uwezo wa kutengeneza mashoka, hawakuwa na uwezo wa kutengeneza kitu chochote cha msingi. Na wakitaka hivyo vitu lazima waende nchi jirani. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Hapo tumalizia hapa, tunasema msingi mahali hapa. 21. Ila walikuwa na chupa za kutolea suluhu na miundu na mauma na mashoka na kwa kuinoa michokoo. Watu wa Mungu, kwa nini nimetaka kuiweka hii kama elimu ya 6 kama wazazi tulioko mahali hapa, watu wa Mungu? Pamoja na kwamba kuna vitu vingi sana tunawafundisha watoto, kuna muda inawezekana kwamba tukakosa kizazi ambacho kinafanya kazi za mikono. Amina, watu wa Mungu. Tunawafundisha vitu vingi sana, lakini tusisahau kufundisha watoto wetu kazi za mikono. Hii ni jukumu ambalo tunaona nchi nzima walikosa watu ambao wanajua kazi za mikono.
jikoni. Na wazazi, nataka niwaambie wazi kabisa, nilikuwa nasoma taarifa moja wazi kabisa kwamba China kuna baadhi ya kozi zinaanza kufungwa kwenye vyuo kwa sababu ya hiki kinaitwa artificial intelligence AI. Kozi nyingi sana zinaanza kufungwa kwenye vyuo kwa sababu wameanza kuona kwamba hizi kozi zinaanza kuvuruga mifumo mbalimbali ya utendaji kazi. Kwa wameanza kufuta hizo kozi, wameanza kufuta. Sasa mojawapo ya kitu ambacho walikuwa wanasema watuele kati ni kwamba wamekuja kuona zile kozi ambazo bado zinahusisha ufundi, kozi zinahusisha sana ufundi, wala sawasawa, nyingi AI itashindwa kuzichukua. Tuko pamoja wazazi wa pamoja? Nyingi itashindwa kuzichukua. Haijalishi kozi zitakuja na namna gani huko baadaye chini kafanya nyingine itakuja, lakini nyingi itashindwa kuzichukua hizo kozi. Kwa wao wameanza kama taifa, wameanza hiyo sera kwa ajili ya kuanza kufikiria namna ambavyo unaweza kuanza kufikisha ufundi. Sasa watu wa Mungu kama wazazi walioko mahali hapa, ni vizuri sisi sio wa Tanzania, habina watu wa Mungu, kinachotokea katika nchi zingine lazima pia mioyo yetu ianze kujiandaa. Na ndio maana unaona kwa mfano nchi nyingine imeshaanza kufanya mpango wake kwamba at least masomo ya ufundi yaanze kufundishwa kuanzia sekondari, mengine anaanza kufundishwa kuanzia wameanza mpango mwingine anaanza kufundisha kuanzia primary. Wao wanajitahidi kuonyesha kuona kitu cha namna hiyo. Na sisi kama kanisa lazima tuanze kuona kitu cha namna hiyo watu wangu. Pamoja na kwamba tuna watu tutakapokuwa tunawafundisha, tunawatuma kwenye misheni, tunawatuma kwenye kazi mbalimbali za Mungu, tuwakumbushe kabisa kwa kweli kuna swala la kufundisha ufundi. Sehemu inayopata kazi jirani ni chuo, nilikuwa nafundisha kitu kimoja, huwa nashangaa sana. Ninakuta sehemu ambapo unakuta kuna makanisa kabisa wanatuma wachungaji wao ni nishati kabisa. Ukiwa mwaka wa mwisho wa masomo, mwaka wa mwisho au masomo ya kanuni miaka 7 miaka 8, ukiwa mwaka wa mwisho wa masomo lazima uweke asome kozi ya ufundi kabla kujua mikono ya kwa mchungaji. Habina watu wa Mungu. Ni moja ya kitu ambacho wanaweza watu kukiona kwamba usipo invest sana kwenye kazi za mikono, kuna mahali unaanza kupotea. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Ni muhimu sana kwa wewe kama mzazi, kama wewe mzazi ulioko mahali hapa, tafuta sana zile kozi ambazo zinahitaji ufundi ndani yake. Zinahitaji watu kujifunza ufundi ndani yake. Watu wajifunze ufundi kwa juhudi sana, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Pointi ya mwisho kabisa nataka nimalizie mahali hapa. Pointi ya mwisho mahali hapa ambazo nataka nimalizie mahali hapa. Pointi ya mwisho ambayo nataka nimalizie mahali hapa ni kwamba wazazi tuliopo mahali hapa, jifunze njia mbalimbali za kulea hao watoto. Tujifunze njia mbalimbali za kulea hao watoto. Ukisoma katika kile kitabu cha Methali sura ya 22 mstari wa 6, Methali sura ya 22 mstari wa 6, maandiko yanasema hivi. Methali sura ya 22 mstari wa 6, Methali sura ya 22 mstari wa 6, maandiko yanasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mtu mzee. Amina watu wa Mungu. Tunaofahamu wote usali. Amina watu wa Mungu. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kimoja kilichoko mahali hapa. Huwezi kumlea mtoto katika njia impasayo kama wewe hauijui hiyo njia. Amina watu wa Mungu. Hauwezi kusema kwamba ninamlea mtoto katika njia impasayo. Kitu cha kwanza ni mimi lazima nijifunze hiyo njia. Nikishajifunza hiyo njia, ndipo niende kumfundisha mtoto wako. Sasa watoto tunaobarikiwa na Mungu katika kizazi hiki wanakuja wakiwa wana njia tofauti. Wanaomba mfano mmoja. Kwa mfano, mtoto wako angekuwa ni Yesu Kristo. Amina watu wa Mungu. Mtoto wako angekuwa ni Yesu Kristo. Huyu Yesu alikuwa ni mtoto mzuri sana, lakini ungeona
tabia moja ya ajabu sana. Yesu alikuwa na tabia ya kwamba akiwa mtoto alikuwa yuko tayari kutoroka wazazi wake aende kanisani. Tukaenda sawa sawa? Ndio ilikuwa tabia yake. Kuna kipindi kabisa unaona wazazi wao wamepambana wanatembea kila kona. Akaenda zake hekaluni na akakaa kule akaanza kufundisha, anataka kitu na mimi. Anataka nikwambie pia haisemi, lakini wazazi walikasika. Wazazi waliwazika sana, maana walimtafuta siku 3. Lakini hawakumbuka kwamba huyu malezi yake yanahitaji kukaa sana karibu na kanisa. Kristo asifiwe. Lakini hebu jaribu kufikiri, kuna mtoto kama Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ni mtoto ambaye alikuwa anapenda sana kujitenga na watu. Tokea akiwa mtoto, yeye anapenda kwenda kukaa jangwani na kukaa peke yake. Sasa alikuwa anakaa peke yake mpaka siku ya kutokea kwake. Sasa watoto wako tofauti. Ukiwa wewe ndio mama umezaa watoto, umemzaa Yesu na hapo umemzaa Yohana Mbatizaji, utaona kitu tofauti kabisa. Wana tabia za tofauti kabisa. Mmoja anampenda Mungu, mwingine anapenda kukaa peke yake. Apenda kuongea sana na watu. Ukizaa kwenye Biblia kuna mtoto mwingine anaitwa Yehu. Mfano Yesu ndio kuonyesha mstari huko mahali anaitwa Yehu. Huyu ni mtoto ambaye alikuwa anashangaa sana. Anaweza hata wewe mzazi akamkalisha kikao. Ni mtoto mdogo. Mama anahitaji kikao cha familia hapo. Sasa unaona kwani huyu mtoto anatoka wapi? Lakini ukifuatilia huyu mtoto kumbe ana roho ya ufalme, ana roho ya uongozi ndani yake. Kwa kitu kikitokea anakwenda mama kufanya kikao. Mwanalizi wapi kitu cha namna hii? Lakini kwa sababu ya kile kitu kilichopo ndani yake. Sasa watu wa Mungu lazima ujifunze kila mtoto njia ya kumlea. Yesu anaweza akakufurahisha kila siku, lakini siku akitoroka akienda kanisani lazima utakwazika. Huyu Yohana kwa kweli anaweza kukufurahisha sana kwa sababu ni mtaratibu, si kimya, si nini, lakini kuna siku atakukwaza. Maandiko yanasema wazi kabisa Yohana alikuwa hapendi kula chakula cha kawaida. Alikuwa anapenda kula asali kwa mziki. Kristo asifiwe. Watu ni mtu mdogo ndani yake. Kristo asifiwe kanisa. Huyu yeye anaweza kufurahisha kama anaweza kaweka mambo vizuri pale familiani, lakini pia alikuwa na changamoto yake. Kwa sababu wito wake ilikuwa ni kuja kupambana na yule mwanamke yule wa kufanya mtu wa Ahabu. Alikuwa na wito mmoja wa ukorofi pia ndani yake. Kwa kama mzazi lazima kuanza kumfunza hawa watu. Niwewe kuna kitu kimoja cha ajabu sana. Sasa hivi kuna mama mmoja zamani kabisa alikuwa ni mtoto mmoja alikuwa analalamika. Mtoto wake alikuwa ni mtaratibu, mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume kabisa, lakini yuko slow. Sio slow, kuna ile slow kabisa, lakini kuna ile ambayo anafanya vitu kimangilio mpaka anakera. Tunaweza zile kwa sisi Tanzania sasa zingine wanapendi vitu vya mpangilio sana. Lakini yule anafanya vya mpangilio mpaka anakera watu. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sasa kuna kitu kulianza na kumbuka siku wakati ndio ndio anaonyesha. Unaona mzee anaenda kuoga, ni mtoto wa kiume. Akienda kuoga, unaona anaoga dakika 15-20. Kwanza mzee wa kiume unaona dakika hizo kuna shida gani? Kiukweli hata sisi wenyewe tunapasika kwa kipindi. Lakini niwaambie maisha yalienda. Amina watu wa Mungu. Yakaenda. Yule mtoto akaenda akasoma udaktari. Sasa hivi ni mmoja wa specialisti wakubwa sana hapa Tanzania ambaye anafanya upasuaji. Sasa sikiliza, upasuaji unahitaji utaratibu. Tunaenda sawa sawa. Upasuaji unahitaji utaratibu. Hicho kitu kilikuwepo tokea udogoni. Ila sasa wazazi kwa sababu wanafundishwa kulelewa wale watoto ambao ni nguvu nini, hawakiunga wanakipendea. Na nikiweza kweli, alikuwa hivyo sana akiwa mdogo. Kwa sababu tu ya kufanya kitu taratibu. Kumbe ni kitu Mungu anamwandaa. Tengeneza utaratibu. Tengeneza utaratibu. Leo hii tunaona watu wanaamrika kufikia katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kufanya operation, lakini kwa sababu ana utaratibu sana. Kabla hajafanya operation, akasali, ni kitu cha kawaida kabisa. Akasali, halafu ataanza kupanga vitu vyake, akishahesabu aende kwenye operation. Lakini kiwepo hicho kitu tokea akiwa mdogo, watu kuishinda kukimadoa.
Kristo asifiwe watu wa Mungu. Ni maombi yangu sana wazazi, Mungu awape macho ya roho kuweza kutambua watoto wenu wamebeba kitu gani katika jina la Yesu. Tumpigie Yesu makofi. Jambo la mwisho kabisa, amina watu wa Mungu. Tunaweza tusipate nafasi ya kujadili vitu vingi sana, lakini la mwisho kabisa, jambo la mwisho kabisa ambalo natamani kabisa kukuwekea katika maisha yako. Jifunze kuwaombea watoto wako na kutoa sadaka kwa ajili yao. Jifunze kuwaombea watoto wako na kutoa sadaka kwa ajili yao. Naomba kila mzazi afungue kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 5. Ayubu sura ya 1 mstari wa 5. Kila mzazi aufungue mstari, alafu tupige wote, alafu ndio tumruhusu msomaji asome mahali hapo. Ayubu sura ya 1 mstari wa 5. Ayubu sura ya 1 mstari wa 5. Ayubu sura ya 1 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Amina watu wa Mungu. Watu wa Mungu, tunaona kitu cha ajabu hapa kwa mtumishi Ayubu, kwamba watoto wake saa zingine walikuwa wanaenda kwenye sherehe, kwenye mambo mbalimbali, lakini Ayubu alikuwa na utaratibu ambao natamani ndani yako kama mzazi uingie na uweke ndani ya moyo wako, mtu wa Mungu, kwamba Ayubu alikuwa akiamka asubuhi na mapema, anaombea watoto wake, lakini pia anatoa sadaka. Na alikuwa anatoa sadaka, Biblia imesema wazi, kwa kadiri ya idadi ya watoto wake. Kwa kama alikuwa na watoto 10, alikuwa na sadaka 10 tofauti kabisa anatoa kwa kila mtoto. Kama alikuwa na watoto 12, hivyo zinakuwa 12 kwa kadiri ya kila mtoto. Watu wa Mungu, nataka niwaeleze kitu kimoja kitakachowasaidia sana. Unapojifunza kumwombea Mungu na kutoa sadaka, sadaka huwa haipotei. Tuna nafasi ya kueleza vitu. Sadaka huwa haipotei, huwa inakaa katika moyo wa Mungu na inakaa kumkumbusha Mungu mara kwa mara juu ya kile kitu ambacho umekiomba. Pamoja na kwamba una maombi mengi sana ambayo unamwombea Mungu kwa ajili ya watoto wako, sasa zingine shika majina ya watoto wako, njoo nayo hapa madhabahuni, muombe Mungu, alafu toa sadaka yako, iache mahali hapo, uwe na uhakika itatimia. Mama mchungaji, nataka njoo ushuhuda Mungu akusaidia sana. Nilirudi pale kijijini ambapo wazee wetu wamezaliwa pale, wamezaliwa mahali pale, na pale kule ni Moshi. Kwa hiyo unakuta kuna kanisa kwa jengo mahali pale. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanavifanya wazee wa zamani kabisa, ila kuna kitu nilichokiona, kwa sababu walikuwa wanafunza rekodi za maombi yaliyofanywa na bibi Yubi aliomba hicho kitu. Kwa hiyo nilikuja kushangaa kukuta kwamba bibi yetu sisi kuna kitu waliomba ambacho kinatufuatilia mpaka leo. Sisi kwa kupenda mambo ya Mungu, kwa hiyo tungalia kwa kupenda haya mambo. Tunajua mambo ya mambo mengi na ratiba nyingi, lakini kuna namna ukienda kwenye yale mambo haya bila tu maombi yake na wachungaji na mleo walikuwa kabisa walirekodi mpaka sadaka aliyotoa mwaka 1922 sikuko, kwamba mimi na kabisa mimi na familia yangu na wajukuu. Yeye bibi wewe alikuwa katoka kwa mambo mengi kidogo, lakini akatoa kubwa ndizi akaja hapo akaandika, nataka katika familia hii watoto wakishikana na akaandika lazima hapo ya wao. Sasa unapoendaka unapewa kwenye kile chumba, kwa sababu hayakuandikwa kwa Kiswahili, yanaandikwa kwa lugha kabisa. Unaenda na kile lugha chenyewe kinakutesa ukielewa, kwa sababu ile lugha ya ndani kabisa. Lakini unaweza ukaona mtu alitoa mkungu tu wa ndizi, miaka zaidi ya 100 sasa hivi imeshapita, bado huko tunafuatiliwa kwa sababu ya sadaka ambayo mfanya alitoa huko nyuma kabisa, alitoa na akamwomba Mungu. Kwa watu wako ndani yetu, usiache hicho kitu mara kwa mara. Sasa hivi tunaweza kuongoza kwa sisi tunajua mfano wa wewe kwa sadaka yako isemeke. Sadaka haipotei watu wa Mungu. Sadaka itakufuatilia maisha yako yote, itafuatilia
kizazi chake kingine kinachokuja, na inafuatilia mpaka wajukuu. Sisi wengine ni wajukuu, lakini tunafuatiliwa na sadaka iliyotolewa na bibi huko miaka ya nyuma, kwa sababu ndio waliwapokea wamishonari na hawabidi wale wa Kristo. Asifiwe watu wa Mungu. Kanisa, naomba tumpigie Yesu makofi sana. Basi napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Najua leo ni siku ya sikukuu, tutapata nafasi wakati mwingine tutajifunza zaidi na zaidi kwa ajili ya kile kitu ambacho Mungu anataka kutufundisha. Endelea kutafakari kwa wale ambao walikuwa unaandika yale ambayo nimekufundisha, yaweke ndani ya moyo wako. Hakikisha yanazaa matunda, na Mungu wako anayemtumikia apate kukubariki sana. Na mkipata wakati mwingine, karibuni Dodoma, na Mungu awatunze. Asante sana mchungaji kwa nafasi hii ulionipa ya kuweza kusimama katika madhabahu yako. Mungu awabariki sana. Amen. Pigie makelele.